Lakini kwanza ni taarifa ya habari. Mimi ni Phyllis Mwate. Ndege za kivita aina ya Mirage Fighters kutoka Ufaransa kwa mara ya kwanza zimetumwa nchini Ukraine kusaidia katika vita vinavyoendelea kati ya Urusi na Ukraine, saa chache tu baada ya mataifa ya Ulaya kuahidi kuongeza bajeti yao ya ulinzi na kuunga mkono Ukraine katika vita hivyo. Jeshi la Ukraine hata hivyo limesema kwamba ndege hiyo kutoka Ufaransa iliwasili nchini humo mwezi mmoja uliopita na imesaidia sana katika kukabiliana na makombora yanayorushwa na Urusi. Ukraine inasema Urusi imelenga na kuharibu kituo kimoja cha nishati usiku wa kuamkia leo. Mbunge wa uko Urusi Ivana Kemplishtinstadze amezungumza na BBC na kusema Urusi haijaonyesha dalili yoyote ya kutaka kumaliza vita hivyo. Naishi mjini Kiev na katika wiki 3.5 zilizopita hakuna siku ambayo imeisha bila mashambulizi, makombora na ndege zisizo na rubani zimekuwa zikitushambulia. Urusi haijaonyesha dalili yoyote ya kutaka kumaliza vita hivi. Rais wa Kenya William Ruto na aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga wametia saini mkataba wa kufanya kazi baada ya wiki kadhaa za mashauriano nchini kote kuhusu mkataba huo wa kisiasa. Miongoni mwa masuala yaliyo kwenye mkataba huo ni pamoja na utekelezaji kamili wa ripoti ya kamati ya kitaifa ya majadiliano yani NADCO ambayo ilipendekeza mageuzi muhimu ndani ya nchi hiyo. Upinzani umekuwa ukitoa wito kwa serikali kutekeleza ripoti hiyo ukitaja kwamba 90% ya masuala ya Wakenya yatashughulikiwa. Viongozi hao wawili pia wamekubaliana kuyalinda maisha ya vijana kwa kuwezesha kujiendeleza katika sekta kama vile teknolojia, viwanda na madini ili kuunda fursa za ajira. Shirika la Umoja wa Mataifa linalowashughulikia wakimbizi la UNHCR limetaja hali katika kambi za wakimbizi nchini Burundi kuwa mbaya zaidi, wakati taifa hilo likiendelea kuwapokea wakimbizi kwa miongo kadhaa. Zaidi ya watu 60,000 wameingia nchini Burundi kutoka taifa jirani la DRC wakitoroka vita vinavyoendelea kati ya waasi wa M23 na wanajeshi wa serikali. UNHCR vilevile inasema kwamba zaidi ya watu 45,000 wanaishi katika hali duni katika uwanja wa Rugombo karibu na mpaka wa Kongo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mahakama ya kiraia nchini Uganda imeahirisha kesi ya uhaini dhidi ya mwanasiasa maarufu upinzani nchini humo Dr. Kizza Besigye hadi Machi tarehe 23. Kesi hiyo ilipaswa kutajwa tena katika mahakama ya Nakawa hii leo, lakini upande wa mwendesha mashtaka wa serikali uliambia mahakama kuwa bado walikuwa wanaendelea na uchunguzi juu ya kesi hiyo na kupekua ushahidi zaidi. Peter Mwangangi na maelezo zaidi. Aidha, mahakama hiyo pia imeahirisha hadi Machi 14 kusikiliza ombi lililowasilishwa na waendeshaji mashtaka la kuitaka mahakama kutoa agizo linalowaruhusu kuchunguza mawasiliano ya simu za mkononi za Kizza Besigye pamoja na mshtakiwa mwenzake Haji Obed Lutale. Awali, waendesha mashtaka walitaka mahakama kuanza kusikiliza ombi hilo leo, lakini mawakili wa Besigye walipinga wakisema kuwa walitumiwa taarifa hiyo siku ya jana na hawangeweza kuwasilisha majibu yao kuhusu ombi hilo siku ya leo. Besigye alikamatwa mwaka jana akiwa nchini Kenya. Mwezi uliopita, kesi yake ilihamishwa kutoka kwa mahakama ya kijeshi hadi mahakama ya kiraia na kufunguliwa mashtaka ya uhaini. Bado hajakanusha au kukiri mashtaka hayo. Na shirika la afya duniani WHO limesema kwamba litapeleka dawa za ukoma nchini Nigeria kuanzia kesho Jumamosi. Nigeria ambayo inaripoti zaidi ya watu 1,000 wapya kupata ukoma kila mwaka ilikosa mgao wa dawa kwa sehemu kutokana na ucheleweshwaji baada ya kuanzishwa kwa kanuni mpya za upimaji. Ukoma unaweza kutibika kwa kutumia mchanganyiko wa dawa aina za antibiotic mbalimbali, lakini kwa sababu Nigeria imeshindwa kupata dawa tangu mwanzoni mwa mwaka jana, hali ya baadhi ya wagonjwa imekuwa mbaya. Wagonjwa wengine walirudishwa nyumbani, jambo ambalo linaongeza hatari ya kueneza ugonjwa huo. Katika miongo 4 iliyopita, maambukizi ya ukoma yamepungua kwa kiasi kikubwa, lakini Nigeria bado inaripoti zaidi ya watu 1,000 wapya kila mwaka. Hii ni BBC.
Na taarifa kuu za habari za dunia zimesomwa na Phyllis Mwate kutoka Nairobi, Kenya. Unasikiliza matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Matangazo haya yanasikika kupitia Milele FM na magharibi mwa Kenya ni West FM. Tanzania, matangazo haya unaweza kuyapokea kupitia Radio 1 na Radio Free Africa kule Mwanza, na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza kutusikiliza kupitia Radio Muungano kule Beni. Pia unaweza kuyapokea matangazo yetu kwenye internet katika bbcswahili.com na kupitia ukurasa wetu wa Facebook andika BBC Swahili. Unaweza pia kutoa maoni yako, na wakati ukiruhusu tutaweza kusoma jumbe hizo kupitia ukurasa wetu wa Facebook andika BBC Swahili. Mimi ni Regina Mziwanda kutoka studio zetu za mjini Dar es Salaam katika sehemu ya kwanza, lakini hapo baadaye katika mjadala wetu hivi leo Agnes Penda atakuwa nawe baadaye inshallah. Kwa sasa Rais William Ruto na aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga wametia saini rasmi mkataba wa kisiasa unaoashiria juhudi mpya za kufanya kazi pamoja katika serikali moja. Mkataba kati ya chama tawala cha Ruto cha United Democratic Alliance na Orange Democratic Movement cha Raila Odinga umetiwa saini rasmi hivi leo Ijumaa katika ukumbi wa kimataifa wa mikutano wa Kenyatta KICC. Weldon Waliaula na maelezo zaidi. Mapema leo hii viongozi wa upinzani na wale wa serikali ya Kenya Kwanza walifika katika jumba la KICC jijini Nairobi kushuhudia kutiwa saini kwa mkataba huo wa ushirikiano kati ya vyama viwili, kile kilicho madarakani cha UDA na kinachoongozwa na Raila Odinga ODM. They signed a memorandum of understanding between Orange Democratic Movement and the United Democratic Alliance. Akizungumza baada ya kutia saini mkataba huo ushirikiano, kiongozi wa ODM Raila Odinga alisema mkataba huo ni kuliokoa taifa na kuhakikisha changamoto zinazoikumba taifa kama ile ya uchumi na changamoto ya kisiasa zimetatuliwa. Raila amesema mkataba huo ulikuwa tayari umejadiliwa kitambo na alitakiwa kutia saini aliposhinda kwenye uchaguzi wa kuwa mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika AUC, ila alihairisha hilo ili apate muda wa kufanya mazungumzo zaidi na wafuasi wake. Raila alifafanua kuwa mkataba huo ni baina ya chama cha ODM na UDA wala si muungano wa Kenya Kwanza ulio madarakani kwa sasa, na kwamba makubaliano haya ni kwa ajili ya kuimarisha ukuaji wa taifa. We make it clear that the memorandum mkataba wa maelewano ambao tumeutia saini leo hii si wa kutengeneza muungano wa kisiasa kati ya ODM na UDA, ila iwapo utatekelezwa vizuri basi utakuwa msingi wa kujenga taifa imara siku za usoni, na wasihi wa Kenya wote ambao wanataka taifa endelevu kuunga mkono mkataba huu kwa manufaa ya taifa hili. And progressive formation for a stable country in future. Tayari Raila na Rais William Ruto wamekuwa kishirikiana katika makubaliano ya kuunda serikali jumuishi maarufu broad-based government, na sasa mkataba huo wa ushirikiano unadhamiriwa kuwaleta Wakenya pamoja, kuimarisha uchumi na maisha wa Kenya kwa jumla. We have agreed to help. Tumeamua kulijenga taifa letu badala ya kulibomoa. Tutatumia vyama vyetu kwa pamoja kukabiliana na changamoto zinazolikumba taifa letu kupitia muungano ambao unajumuisha kila mtu. Tumesikilizana kutatua changamoto ya ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana. A core problem we agreed to prioritize is youth unemployment. Kwa upande wake, Rais wa Kenya William Ruto amesema muungano huo sio kugawana nyadhifa za serikali, ila ni kuimarisha maslahi ya Wakenya na kujenga taifa bora zaidi, akizidi kusema sio kwa manufaa yao ya kisiasa. That while our political parties may differ in strategy, ingawa vyama vyetu vinatofautiana kisera, bado lengo letu ni kuwa na taifa moja lenye amani chini ya serikali ambayo iko tayari na ina uwezo wa kuhakikisha kuna nafasi sawa kwa kila mtu bila ubaguzi. An opportunity for all without exception. Rais Ruto amempongeza Raila kwa kufanya maamuzi magumu ya kufanya naye kazi na kusema kwamba atakumbukwa kwa yale aliyofanyia taifa la Kenya. Baadhi ya mambo ambayo yameafikiwa katika mkataba huo ni kutekelezwa kwa ripoti ya NADCO, ushirikishwaji katika mgao wa bajeti na kujumuisha katika uteuzi wa nyadhifa za umma, uwekezaji katika miradi ya vijana, uadilifu katika uongozi na kumaliza majivuno miongoni mwa viongozi, kupambana na ufisadi, kumaliza ubadhirifu wa mali ya umma na kuwepo na uhuru wa kuandamana bila polisi kutumia nguvu kupita kiasi. Weldon Waliaula, BBC. Na kufuatia taarifa hiyo, basi awali nimezungumza na Dr. Alutalala Mukwana, mchambuzi wa siasa za Kenya, kutaka kufahamu hatua ya muungano wa kisiasa kati ya Rais William Ruto na Raila Odinga ina maana gani haswa.
Kwa ujumla, mustakabali wa siasa za Kenya wabadilika kwa mpigo kwa kuungana kwa hawa vigogo wawili. Kwa sababu hii, mwanzo Mheshimiwa Raila Odinga amesema kwamba huu uelewano waweka pamoja azma ya kuimarisha usimamizi wa masuala ya kitaifa. Pili, kwamba lazima ile kamati na ripoti yake NADCO iwe ndiyo kipaumbele katika mustakabala huu, na hiyo NADCO ilipendekeza kwamba kuwe na nafasi ya waziri mkuu na kuwe na nafasi rasmi ya kiongozi wa upinzani. Kwa hivyo kwa ujumla serikali itabadilika, na msimamo wa viongozi hawa wawili ni kwamba sharti yaliyokuwa yamenuiwa mwanzo yawe ndio tekelezwa. Mbali na suala la utekelezaji kamili wa ripoti ya kamati ya kitaifa ya maridhiano NADCO ambayo ilipendekeza mageuzi muhimu ndani ya nchi, ambapo upinzani umekuwa ukitoa wito kwa serikali kutekeleza ripoti hiyo, je, ni masuala gani mengine muhimu kwenye utekelezaji huo? La muhimu ni kwamba yeye na wandani wake wapewe nafasi katika serikali ya muungano wa Kenya Kwanza. Hilo ndio la muhimu. La pili, anasema kwamba makosa yaliyotendeka kwa mauaji na kufanya vijana wawe ni wenye kupoteza maisha, mali kuharibika na vijana wengine kupotea na kupatikana wameuawa lazima yakome. Ufisadi uwe ni wenye kukomeshwa, na afisi zinazoshughulika na masuala ya usimamizi wa taifa, kwa mfano afisi kuu ya yule anayesimamia masuala ya uhasibu, Controller and Auditor General, na pia yule anaitwa Control of Budget, wawe ni wenye kukingwa zaidi. Hayo ni makubwa, maana iwapo Raila Odinga atatimiza tekelezwa, itakuwa ni yenye kidogo kuleta furugu, kwa sababu rais wa jamhuri amesema kwamba hakuna baya lilotokea, mambo ni shwari, ni yote ya bidii. Lakini Mheshimiwa Raila anasema katika humu, anasema kwamba kuna mambo ambayo haendi sawa na sharti yashughulikiwe. Kwa misingi hiyo, huenda tukaona mabadiliko makubwa katika usimamizi mzima wa taifa ikiwa yatatekelezwa. Dr. Alutalala, katika siku za hivi karibuni viongozi hawa wawili wameonekana kuwa na uhusiano wa karibu sana, na hata Ruto kuonekana kumpigia kampeni kuwa mwenyekiti wa Muungano wa Afrika, ambalo limetokea leo. Lilitarajiwa? Lilitarajiwa, maana kumbuka kwamba Raila Odinga ni kiongozi tajika. Bungeni ana wabunge zaidi ya 87. Nchini Kenya ana wafuasi wengi. Ikumbuka kwamba katika kura za mwaka uliopita 2022, tofauti baina yake na Mheshimiwa William Ruto ilikuwa ni kura 1,200 takriban. Kwa hivyo huyu si kiongozi ambaye utampuuza. Pili, ikumbuka kwamba mwaka jana taifa liliona mshtuko wakati vijana maarufu Gen Z walipokuja pamoja na kuanza kudai haki fulani, na likawa limeleta fujo kubwa taifani. Hivyo taifa la Kenya la vuja damu, na imebidi rais wa jamhuri awe ni mwenye kurudi chini, aangalie maslahi ya taifa na si yake tu. Na kwa hivyo huu muungano umekuja kwa sababu rais wa jamhuri ameamua kwamba si maslahi yake muhimu, kipaumbele ni maslahi ya taifa na amani na kazi endelee katika taifa. Utulivu hautokuwa ikiwa ataendelea kumweka kando huyu mwandani wake wa zamani ambaye kageuka kwa mpinzani na sasa hivi tena amekuwa ni mwandani wake. Naam, baadhi ya wafuasi wa Odinga wanasema hatua hii ni sawa na kuua upinzani nchini Kenya, lakini wengine wanasema ameweka mbele maslahi ya taifa Rais William Ruto. Wewe sasa, Dr. Alutalala Mukhwana, yapi maoni yako? Kwa maoni yangu mimi binafsi ni kwamba kilichopewa kipaumbele ni maslahi ya taifa, kwa sababu ukweli ni kwamba sasa hivi taifa liko na joto jingi sana la kisiasa, kila mahali ni malalamiko na manunguniko, na hatuwezi kuendelea hivi, maana uchumi hautokuwa, amani isipokuwepo. Haya yote yakijiri, upi mustakabali wa kisiasa za Kenya kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 haswa kwa upande wa upinzani? Ukweli ni kwamba upinzani umepigwa kumbo kubwa, na itabaki kusubiri na kungoja kuona ikiwa Mheshimiwa Gachagua, Mheshimiwa Kalonzo, Mheshimiwa Eugene Wamalwa na kule magharibi Mheshimiwa Natembeya, gavana wa jimbo la Trans Nzoia, watakuwa ni wenye kuja pamoja na kupata nguvu na azma na jadba ya upinzani. Si rahisi. Sasa kuna wanaosema bwana Raila Odinga kwa sasa hajaungana na Rais William Ruto bali wameshirikiana. Sasa kwa faida ya msikilizaji, upi utofauti wa ndoa hizo zingine za kisiasa na hii ya sasa? Hii si serikali ya nusu mkate. Hii ni ndoa kamili. Hawa mabwana watafanya kazi pamoja. Mengine yote yapuuze hizo sarakasi.
Naam, ni Dr. Alutalala Mkhwana, mchambuzi wa siasa za Kenya, akihitimisha mazungumzo nami. Lakini je, Wakenya nao wana maoni gani? Upande wa baba kurudiana na Ruto, naweza kushukuru sana, baba amefanya kitu nzuri sana. Unajua kila siku watu wanajiona kitu yenye baba amesema ni kitu ya ukweli na tena ameshaangalia vizuri. Hiyo ndio sababu imefanya amerudi kwa serikali. Alafu Mr. President pia ameshafanya vizuri, akachukua watu wetu. Sasa chenye naweza kuambia baba, angalia watu wako na usiangalie watu wa Kisumu peke yake ama Nyanza peke yake. Angalia kila mahali. Ukishaangalia kila mahali, maneno yenye watoto wanauawa kila siku, unasikia mtoto ameuawa, matia gas, mabunduki, mapolisi wanarusha tu bunduki vile wanataka hivyo, at least ukomeshe. Secondly, maneno ya SHA inatakana uangalie vizuri kwa ajili SHA haifanyi kazi kweli. Baba, hebu angalia hizo maneno ya SHA. Kile naweza sema kuhusu Raila na Ruto, kazi iendelee na wafanye kazi mzuri. Raila na Ruto washikane pamoja, watembe wakienda Amerika pamoja, ndio watengeneze hii maneno ya dawa ya HIV na hii dawa ya na hii dawa ya malaria zirudi, wasaidie watu wa Afrika. Mimi na support kabisa, manake Raila ametoa mbali sana na bado ako wai na bado ako strong. Baba ako strong kabisa. Hata 2027 Ruto anaweza msupport akuwe president. Naunga mkono hii muungano ya Raila Amolo Odinga. Siwezi pinga Raila. Raila akisema left mimi naingia left, akisema right mimi naingia right. Hakuna haja nipinga Raila Amolo Odinga. Tunaomba watu wa Kenya tuunge mkono hii muungano. Hakuna haja tupinge. Kila saa tunapinga. Sisi tunataka waungane, tufanye development. Kama mwananchi wa kawaida, kwanza ili hiyo issue imenikera. Mzee Raila tushamzoea mambo yake. Kila serikali kibadilika lazima aende aungane mkono na rais kwa faida yake mwenyewe ya kisiasa. Mimi kama mwananchi sioni kama inanisaidia. Tupige hii serikali, hii muungano kati ya Raila na Ruto. Haileti manufaa yote kwa wananchi wa Kenya, ni ubinafsi tu ya Raila. Ni mpishi mwenzangu Shuaibu Ibrahim viwanjani na taarifa za michezo. Na shukran. Meneja wa klabu ya Newcastle United Eddie Howe amesema beki wakati wa timu hiyo Steven Botman atakuwa nje kwa takriban wiki 8 kutokana na jeraha lingine la goti. Botman mwenye umri miaka 25 alirejea uwanjani mwezi Januari baada ya kutogusa dimba kwa kipindi cha miezi 10 kufuatia jeraha la goti alilopata mwezi Machi mwaka 2024. Mchezaji huyo wa kimataifa wa Uholanzi ambaye amecheza mechi 5 pekee msimu huu amekosa mechi 5 zilizopita za Newcastle United kutokana na jeraha jipya la goti. Akizungumza na waandishi wa habari, Eddie Howe amesema, na hapa ninamnukuu, swala hilo linahitaji upasuaji na litamweka Botman nje kwa takriban miezi 2, mwisho wa kumnukuu. Botman sasa anaungana na mlinzi Lewis Hall na mshambuliaji Anthony Gordon kwenye orodha ya wachezaji wa timu hiyo ambao watakosa kushiriki mechi ya fainali ya kombe la Carabao dhidi ya Liverpool tarehe 16 mwezi Machi. Hall mwenye umri miaka 20 yupo nje kwa kipindi chote kilichosalia katika msimu huu, naye Gordon atakosa fainali hiyo kutokana na kadi nyekundu aliyopewa kwenye mechi ya kombe la FA kati ya timu hiyo na Brighton. Na nahodha wa Tottenham Son Heung-min amesema mechi ya mkondo wa pili kwenye hatua ya 16 bora kwenye ligi ya Europa ambapo watakuwa wenyeji dhidi ya AZ Alkmaar ndiyo itakuwa mechi kubwa zaidi ya msimu kwa klabu hiyo. Hii ni baada ya Tottenham kuadhibiwa bao 1-0 wakiwa ugenini nchini Uholanzi. Kila mmoja amesikitishwa sana na kiwango cha kila mchezaji na ubora wa kikosi kizima. Inabidi tujiangalie, hakuna visingizio, hatukucheza vizuri vya kutosha, amesema Son. Wakati huo kocha wa timu hiyo Ange Postecoglou amebaini kuwa hajaridhishwa kabisa na timu yake, lakini akaongeza kuwa hatua hiyo bado haijamalizika.
Katika tetesi, Manchester United wanazingatia uwezekano wa kumsajili mshambuliaji wa Ufaransa na Crystal Palace Jean-Philippe Mateta mwenye umri wa miaka 27. Manchester United na Liverpool wameulizia kuhusu upatikanaji wa kiungo wa Brazil na Atalanta Ederson mwenye umri wa miaka 25. Manchester City pia inamuinda kwa udi na uvumba mchezaji huyo mwenye thamani ya pauni milioni 50. Kiungo wa Jerumani Joshua Kimmich mwenye umri wa miaka 30 huenda akasalia Bayern Munich msimu huu wa joto licha ya kusakwa na vilabu vya Arsenal na Paris Saint-Germain. Chelsea inamtaka winga na kinda wa Uhispania anayechezea Real Betis Jesus Rodriguez mwenye umri miaka 19. Liverpool inaweza kumuuza kwa mkopo kiungo wa Uingereza Harvey Elliott mwenye umri wa miaka 21 msimu ujao ili aweze kupata muda mwingi wa kucheza katika kikosi cha kwanza. Na Atletico Madrid wanatarajiwa kutoa ofa ya takriban euro milioni 60 kumsajili mshambuliaji wa Marseille na Uingereza Mason Greenwood mwenye umri wa miaka 23. Katika tenis, mchezaji wa Australia Nick Kyrgios alilazimika kuondoka kwenye mkondo wa kwanza wa michuano ya tenis ya Indian Wells baada ya kujeruhiwa kifundo cha mkono wakati wa mchezo. Mchezaji huyo alikuwa akicheza mechi yake ya kwanza tangu mashindano ya Australian Open yaliyofanyika mwezi Januari na alikuwa akicheza dhidi ya Mholanzi Botic van de Zandschulp. Kyrgios alionekana mnyonge alipozungumza na kocha wake baada ya kupata jeraha hilo. Mnamo mwezi Septemba mwaka 2023 alifanyiwa upasuaji baada ya kujeruhiwa katika kifundo hicho, na kwa zaidi ya miezi 18 mchezaji huyo mwenye umri miaka 29 pia alitatizika na majeraha ya goti la mguu yaliyomfanya kusalia nje hadi mwanzoni mwa mwaka huu. Na huo ndio mwisho wa makala ya spoti. Jina langu ni Shuaib Ibrahim.